Utoaji wa tuzo kama hii inaleta taswira gani kwa nchi ya Tanzania kupitia viongozi wetu ambao wametangulia? Kwanza mimi nimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kunichagua mimi na kuniteua mimi kuja kuiwasilisha nishani hii, kwa sababu hii nishani ilipokelewa kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukisema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan namba moja. Kwa hiyo ilipokelewa huko Angola kutoka kwa Mheshimiwa Rais Lorenzo, ndo alotoa kuletwa hapa, na mimi nimeteuliwa leo, nimeambatana na Balozi Da Silva Kwelo wa Angola kuja kuiwasilisha hapa, na nimshukuru sana Mama Maria Nyerere, leo katupokea mwenyewe. Mimi mwenyewe sikusikia sauti yake kwa siku nyingi kweli kweli, nilikuwa na hamu kweli kweli na shauku kubwa sana ya kusikia sauti yake. Leo nimemsikia na kazungumza maneno mazito kweli kweli. Ninatumai ndugu zangu waandishi wa habari, yale maneno mtayachambua na mtayatoa. Kasema mchango wake sasa hivi ni mawazo, hekima na busara. Hana nguvu tena kama alikuwa anazifanya wakati huo wa harakati za ukombozi akimsaidia mume wake, amesema. Kwa hiyo natumai ule mchango wake wa mawazo, busara na hekima wa maneno, na sisi kwa upande wetu tulotumwa tutawasilisha pia kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe aliyetutuma kuja kufika hapa. Lakini la pili, hii si zawadi ya kwanza kupewa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi ni mshabiki na mwenye shauku kubwa sana na historia. Kama watu wanavyopenda Yanga na Simba wakatumia pesa nyingi kwa mpira, basi mimi natumia pesa nyingi sana kwa historia, sababu ni kitu ambacho hobby, naita hobby. Mwingine anatumia mamilioni huko, Mo Dewji mabilioni huko kwenye mpira. Sasa mimi napenda sana historia, kwa hiyo napenda kujifunza. Hii ni miongoni mwa nishani nyingi sana ambazo baba wa taifa Mwalimu Nyerere anapokea. Hii ni mojawapo, na hii mara nyingi hutolewa kila nchi inapotimiza miaka 5 ama 10 ama 15, yani ile wanaita 5th anniversaries. Wengine wanaita Golden Jubilee, kuna Diamond Jubilee, kuna Platinum Jubilee, kuna Silver Jubilee, na ndio maana ule ukumbi unaitwa Diamond Jubilee kwa sababu ule ulisherekewa wakati wa miaka 75 wa ule Aga Khan mwenyewe, ndio likapewa jina pale Diamond Jubilee pale Upanga. Sasa hii imetolewa baada ya miaka 50 kutimia Angola. Hii nishani ya juu kabisa ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Lorenzo, na amepewa mara hii mtu mmoja tu ambaye kwa wao amekuwa na mchango mkubwa kwa ukombozi barani Afrika, lakini hasa kwa nchi ya Angola. Na pale tumetoa historia asubuhi, Mwalimu Nyerere alishiriki moja kwa moja na kusacrifice budget yake. Alisema mtoto wake kwamba hata akiwa na budget ndogo alikuwa anasema kwanza tukomboe wenzetu, halafu sisi ndio tutakuwa huru. Kwa hiyo hii ni nchi mojawapo, nyingine Namibia, nyingine Msumbiji, kuna wenyewe Angola hawa, kuna Afrika Kusini, kuna Zambia na wengine wengi, pamoja na kuundwa kwa bara zima la Afrika, yani OAU, ukombozi wa bara zima la Afrika, ambayo Mama Maria mwenyewe amezungumza kwa picha na ametoa ile picha, ameonyesha na wakombozi wa mwanzo. Sasa umeniuliza swala zuri kwamba hii nishani ina maana gani kwa Tanzania. Kwanza niseme kwamba Tanzania ina hadhi na heshima kubwa sana duniani kimataifa, hasa kwenye ukombozi barani Afrika, lakini hasa katika historia yake ya mashirikiano na historia yake ya kuzaa OAU na kuwa ni makao makuu ya ukombozi barani Afrika, kuwa hapa Dar es Salaam na kutolewa ardhi, lakini papo hapo pia kuwa mwanzilishi wa AU pia ilipobadilika kutoka OAU kuwa AU. Lakini kubwa zaidi ni makambi mbalimbali ya kuwa mwenyeji kwa waliokuwa wanakomboa. Kwa hiyo nishani hii sio barani Afrika tu, ina heshima ya kidunia nzima, lakini pamoja na nishani nyingine. Na mara nyingi sote tunajua na tuko mashahidi kwa Mwalimu Nyerere, nchi yetu inatambuliwa huko nje tu, ila tukienda kwa historia ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa sifa ambayo nchi yetu inaendelea kupata baada ya miaka 50 ya kazi kufanyika, na mimi ninaamini 50 ijayo, 100, sijui nyewe mtakuwa na miaka mingapi, kila mmoja akijumlisha miaka 50 kwenye umri wake hapa atajua atakuwa na miaka mingapi baada ya miaka 50 ijayo. Naamini hizi nishani zitakuwa zinaendelea kutoka kwa watoto wetu na vijukuu na vitukuu, kwa sababu ni mambo ambayo yanaendelea kwa kumbukumbu, yanabaki kwenye historia. Kwa hiyo hii ni thamani kubwa, tunatakiwa sisi kama Watanzania tuitunze heshima ya nchi, tuitunze amani ile kwa kwenye nchi, tuitunze
utu na ule utambulisho wa Mtanzania ambao baba wa taifa anaendelea kutuletea. Leo amepokea Dr. Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano ambaye amewasilisha kwa familia, lakini baadaye zitakuja na wengine na wengine na wengine wataendelea kupokea nishani hizi mpaka vitukuu vyetu kwa Virembwe vitakuja kuendelea kupokea kutokana na kilichofanya. Kwa hiyo na sisi sasa tuna wajibu wa kufanya ili na sisi tuache alama kwa taifa letu, na waandishi wa habari mna role kubwa sana ya kuelimisha jamii juu ya historia hii na haya mambo ya mafanikio yaliyofanyika. Asanteni sana.